Begi bosi. Begi. Bosi. Yaani hapo umekosea kitu kidogo tu. Yaani hapo inabidi mimi nisafishe kama shule tu. Mwalimu akija unabidi segende hivi kwenye dawati, alafu akae yeye. Yaani mchafuke wewe, yeye amemsafi. Kicheko wewe bwana. Yaani hapa hii sehemu zote hizi. Kitchen boy kashapita, kashasafisha. Kwa hiyo kushakuwa safi. Wala usihofu. Kwa vile mimi nipo nje kule. Alafu kingine. Mimi kazi wako simuelewelewi huyu. Yupi? Wewe mwenye kidude hapa huyu. Simuelewelewi huyu mpishi. Ndio. Ana hapa naona kama kuna connection na mkeo. Simuelewelewi hao. Kwa hiyo kuna kitu umeona wewe? Nimeona. Kina sio mara moja. Naona tu simuelewelewi. Naona kama kuna mahusiano yanaendelea. Sikiliza nikwambie. Hebu waache wale wafanye kama watoto wadogo tu wanacheza hawajui wanachokifanya. Waache tu wache. Nimepita pale nimewaona kwenye bembea pale. Wamelala hata habari hawana. Fanya tu kama ni watoto tu wanacheza, achana nao. Wewe ukiwaona unapita zako na chana. Unapotezea kwendaje hapo? Unajinga tu. Sawa. Usingepata moyo kama wako. Ningeenda peponi. Sawa. Jamani. Wewe kuanzia leo si mke wako. Tena nakugia talaka 12 na kuacha wewe, babu yako, mama yako na familia yote kwa ujumla. Alafu na wewe kwanza nisogelee huko, soksi zako zinanuka. Mkaa vizuri. Kuanzia leo kazi una na unarudi kwenu kulima vimongo. Umependeza sana. Umependeza kusema ukweli. Hadi naona usoda. Yaani kama hapa ningekufa mimi. Sema achana nayo. Madam. Bosi anawaita. Bosi kaja anawaita. Kaletea zawadi. Wewe, hebu acha masiara. Bosi uko wapi? Yupo ndani tena kabeba mizadi hivi vikubomu ile. Wewe unataka na mimi? Tena usinikoromee. Tena mimi uskauti shapitiaga kitambo ndo bana nipo getini. Wewe kazi zako laini uko ndani tu za upishi. Usinichanganye mimi. Bosi anawaita huko. Misi. Hebu twende. Sendi. Wewe. Naenda mwenyewe. Sasa mission complete. Superwoman. Nimeoa superwoman. Nadhani yote yanakwisha. Bosi. Hapo anakuja. Sasa hapa ningoja nikaendelee na shughuli zangu getini pale. Hapana. Tuna mazungumzo kidogo. Basa. Unaweza usubiria tu hapo wala usijali, sawa? Ingia. Salama. Vipi? Niko jikoni. Ngoje kwanza. Kitchen boy. Yes. Hebu keti kwanza kwa sababu tuna mazungumzo kidogo hapa. Sawa. Unaweza kukaa. Bali yako. Salama. Vipi za hapa? Mke wangu.
Nadhani mwezi mmoja nyuma nilikwambia kuna barua nilipata ya ofisi. Kicheko. Natakiwa mjiandae ili tuondoke. Tunakwenda, kuna nyumba ambayo mimi nitakupelekeni, halafu mpaka pale ofisi watakapomaliza mambo yao watatuambia ni nini kinachoendelea. Kwa hiyo tunatakiwa tuondoke hapa. Sawa. Hilo bosi halina shida. Yaani mimi popote nakwenda. Kitchen boy. Sikiliza. Tulia. Sawa. Tulia, hapa hapatakiwi fujo. Si unamwona madam? Unaniumiza. Hebu tulia bwana. Unatakiwa uwe mpole, sawa? Hebu ondoa hofu, ondoa shaka, sawa? Kikao kisiharibike. Sitaki mniharibie kikao, kaeni mtulie, sawa? Tulia. Sitaki fujo mimi. Ngoja taratibu, msiumizane. Bosi nilikwambia ni. Umeona? Kishatokea hapa. Hebu tuingie kwenye mazungumzo hayo, hebu yaache kwanza. Sawa? Sio mahala pake wala sio mada iliyotuleta hapa. Sawa. Kwa hiyo naombeni mjiandae, jioni tufanye safari tuondoke. Nadhani mmenielewa. Haya bwana, jiandae. Well done. Wewe mbona unachanganya? Unachanganya? Sasa mbona bosi kaniona kama hivi tumeshikana, unanikalia kama hivi, hajalalamika, hajachukia, he went in smiling, he went in laughing like he doesn't even fear anything. How bwana mnachezea ile game? Game gani? Wewe game mnaochezea mimi amrijui. Unaona hivyo? No, mnaona hajashtuka. Naogopa. Wewe utajua kama hili ni game ama ndo nishamwacha. Wewe usiangalie. La 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 da da la 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 la. Makayamba. Mapenzi yanauma, mapenzi. Makayamba. Hey. Sasa huyu bwana atakuwa katoka. Wewe sasa hapa cha msingi itabidi tumsubirie kidogo, au mimi nitoke nende nikamwangalia kwa kijiweni kwao. Hivi Wali, wacha nikuulize kitu kwanza. Maana mimi nakuona sielewi. Tunakufuata tu tunazunguka hata tufiki tunapokwenda. Hapa ni wapi kwanza? Hebu ngoja. Hivi nimesikia kwa masikio yangu ama masikio yangu yananidanganya? Umeniita Wali? Nimekuita Wali. Kwani hujasikia? Eti baby. Kwani wewe hujachoka? Ndio wote tunazunguka tu. Tungepewa bora hata angetupata kazi yote tukafanya kuliko kuzunguka hata tunaenda mahali hatupajui. Basi sawa, hamna shida. Nani Maya Sawa. Maya, naomba kidogo mnisubirie, mnivumilie hapa. Mimi nikamwangalia kwenye video vyake hapo, alafu nikija tutazungumza na nitawaelezea kila kitu, kama tumekuja ni picnic ama tumekuja kuna issue gani, kila kitu mtaelewa kwamba kwa nini tupo hapa, wala usijali. Kwa hiyo nyinyi nisubirini hapa, mimi wacha nikamwangalie kwanza huko anakupenda kuwepo. Afu nilikwambiaje? Yaani wewe unaonyesha kabisa mapenzi mbele yake. Atajisikia vibaya. Mwisho siku aje kunifukuza bure tukakosa vitu vitamu. Usifanye hivi mbele yake bwana, mimi sipendi. Akikutimia si tunaondoka wote. Unaogopa nini? Vitu vitamu, hebu tu. Naomba hivi.
Njoo tukae. Eti baby. Hivi baby kweli unamwelewa? Yaani mimi aende huko, akirudi ajue mimi na mchana wa kweli. Yaani mimi akirudi nataka nimwambie kweli anipe talaka yangu na mali tugawanye. Tuondoke. Yeye abaki na maisha yake na sisi tuende na maisha yetu. Hilo ni kweli. Ila kwani yeye hakukwambia chochote au kweli wowote kuhusu kwamba huku tumekuja kufanya nini au kwa nini tumekuja huku? Sidhani kama ataweza kukuficha wewe ni mkewe. Mimi hajaniambia kitu chochote. Na kila nikitaka kumwambia, yani mara anaongelea huku, mara anaongelea huku. Yaani nakuwa simuelewi. Ni kama vile hataki kunisikiliza wala kunipa nafasi hataki. Yaani nakuwa sijamuelewa vizuri. Ila mimi nimepata wasiwasi. Uende kaa labda ameshagundua ukweli kwamba labda wewe unataka kuchukua talaka ili uweze kugawana naye mali. Na maana hata kwenye ile nyumba ametohamisha, labda amehisi tu kwa sababu wewe unataka kugawanyisha ile nyumba. Kwa hiyo ina maana amejihami mapema, akaamua kutohamisha ghafla. Maana safari ya huku imekuwa ghafla. Inawezekana amefahamu na wasiwasi. Hapana bwana, hebu ondoa wasiwasi. Sidhani na wala sijajua kama na kitu kama hicho. Atajuliwa hapo. Hajajua kwa sababu hajanipa hata nafasi ya kuongea naye. Hajui chochote. Ina maana wewe mwache aende huko anakokwenda. Akirudi mimi namwambia kama vipi tuchukue vitu vyetu tuondoke, tumwache yeye na maisha yake. Kweli? Ndio. Kwa tutafanikiwa. Chukua tuondoke. Anasemaje? Kweli. Kama vipi abaki mwenyewe. Kweli. Basi naomba hata kesi basi kidogo. Maana nimetoka jana. Sawa, usijali. Niko kwa ajili yako. Naona kama kuna mlango wa nyuma umefunguliwa. Basi takuwa wameshafika tayari. Wale pale ni wageni wa hapa au mbona mkuja kukaa barazani kwetu sisi? Habari yako? Sorry, shikamoo. Marahaba. Shikamoo. Marahaba. Nini ndo wageni wangu mimi? Ndio. Karibu bosi. Bosi, unaona mimi hapa nafanya usafi, yani kila ninapokaa mimi nakumbuka kufanya usafi tu. Unaona sio yule mkubwa leo kwa anakaa hapa chafu. Mimi nimepokota pachafu, si unaona? Karibu bosi. Wewe ndo Makayamba? Ndio mimi Makayamba, wale naitwa Makayamba. Ngoja kwanza. Sio niende kimbwa wakati mawasiliano yapo. Gido. Kaka. Vipi sasa, mbona mimi nimefika hapa na wageni wangu hapa, huyo mtu uliomkabidhi hapa nyumba huyo sijui nani, msijui unamuita Makayamba sijui, hayupo hapo, mimi sijamkuta, nimekuta tu nyumba imefungwa hapa. Yuko wapi sasa? Unamaanisha Makayamba? Hayupo, nimekuta yani hakuna mtu yoyote hapa. Mimi nilimwacha hapa, hawatakuwa ameelekea kibaoni pale kijiweni. Basi sawa, na mimi itabidi sasa niende nikamwangalia hata kwenye migahawa hapa. Wageni washafika tayari sasa na kingine, huyo dogo ambaye nilokuambia ukamsafirisha yule mlinzi wangu wa getini wa kule mjini, umeshampandisha chombo? Yaani kaka wewe zamani, yaani ndo kama andoke yule mji ambao wanaosema Zalamu wale, waja leo ondoka leo. Yule kashafika kitambo. Sasa mbona bado ulikuwa unazubaa huko, hujarudi huko? Wewe hivi wapige makelele hapo huko stand. Wanapiga makelele mpaka wanachoka. Lakini huu ni mji wa mtu, unahitaji stara. Unapopiga makelele vipi? Hebu pisha nipita. Pisha. Lakini ulivyofanya sio vizuri.
Mtu ametukaribisha kistaarabu. Ilibidi na sisi yaani tuongee naye kiukarimu. Hebu Haina shida bosi, mimi nataka kazi. Usinifukuze hapa wewe bosi wangu wewe. Bosi. Ungeweka ndani huko. Karibu. Unaona ndani mzuri? Mani. Karibu. Karibu ndani, nitoka ndani huko. Njoo, tunaona mzuri. Mimi nimefanya usafi huko. Mimi nimefanya usafi huko. Basi. Mwacha kae. Mpaka utandika mara mbili. Si nimetandika? Kuna vumbi hapa au hujapanga? Mimi nimetandika hapa. Vipi? Kati nimepiga usafi hapa, nimepaka nimedekedeke. Wewe hilo begi huoni kama unataka kulivunja hivi? Wewe kamwangalia huyo jamaa kama uko kijiweni sijui. Mimi ngoja nipite kwenye migahawa na mimi nimwangalie mapo. Kwa sababu watu mmewaacha nje pale sio vizuri. Haya, hamna shida basi kaka. Mimi niko njiani hapa ndo nakuja. Haya popo. Makiamba naye ufika elekea wapi? Si ukae. Nikae, mimi nimechoka. Kaa bwana. Joto. Alo, viatu kama bunduki. Basi. Mimi nataka nikuulize swali. Swali moja tu. Swali fupi tu. Umesikia? Wewe ulisema unakuja na mkeo, kwa nini ndio huyo mkeo? Nimesema nakuja na mke wangu. Alafu huyu mbona mimi sio mke wangu? Ndio. Huyu ndio. Wewe mwambie ukweli. Niache. Mimi waliniambiaje? Waliniambia naandalieni chumba kule na nimetendeka, nimesafisha chumba kile kizuri. Kama unavyojua mwenyewe ni safi. Nimesafisha kizuri, tuchukua mabegi mkakae kule, maana hapo watuoneni watu wanapita pale. Amna, hapa panatosha tu. Panatosha hapa. Tukae tu hapa. Ndio, tupeleke kwenye chumba. Watuoneni watu hapa bosi. Kweli, lakini tunamsubiri. Alafu hata hivyo sikia, yani hapa nilipo huku naisikia kuna joto. Alafu ndio tumetoka mbali. Ningepata hata maji kidogo najisikia niende washroom nikaoge. Hilo tu tena shida limekwisha. Mimi nakwenda kuandaa ile tupeleke kwanza mabegi huku kwanza mkakae chumbani kule. Twendeni. Kwani hapa tumsubiri? Sasa tunamsubiri lakini kule bosi. Kweli usimwamini mtu katika mapenzi. Mapenzi wenda akanogewa, wenda akanogewa. Wewe bwana vipi? Nakupigia simu haupokei. Mimi napigiwa simu hapa naambiwa eti nyumbani hapa haupo. Ulikuwa wapi? Nakuuliza wewe. Kwa nini goma nini na wewe? Sio kugoma. Wewe umeomba kazi hapa nyumbani, ufanye mazingira hapa nyumbani. Wewe tena unatoka kwanza kuzurura tena. Bosi anakuja hapa nyumbani ananiambia eti huyu mtu wako ambao umemweka hapa mimi sijamkuta mtu yoyote. Inakuwa vipi? Na mimi nimekuajiri wewe kwa ajili ya kuja hapa kuja kufanya kazi.
ya huyu rafiki yangu. Inakuwaje vipi wewe unakuwa unazurura? Umekuja kuzurura hapa? Basi kelele na usongea kwa nguvu. Usongea kwa nguvu vipi? Wewe una jambo zuri hili? Akasikia bosi je na wewe. Ina maana yuko ndani, si ndio? Ndio, yuko huko nena. Avankolenga huko. Tatizo so fukuza kazi, bosi yupo huko. Yule namjua sana rafiki yangu, ni mkali kweli kweli. Ukifanya masiara wewe atakufukuza kazi kweli kweli. Alikuwa anakaa mama hapa, mwenzao kafukuzwa. Kisa wewe ujinga. Afanye usafi, yeye anajali mambo yake. Yule rafiki yangu unapomjua mimi yule, ni mtu sana anapenda usafi yani. Na sijajua kama umefagia. Nimefagia uko nisimepeta kwa maana mwenyewe kwani. Mimi kwenye usafi. Hadi nyuma huku umefagia vizuri kabisa, haina shida. Kwa hiyo nimefagia, ningekuwa nafagia lafu ningefagia tu babatu. Tatizo ni nini vijana, matatizo moja. Yaani mkiwa mnaomba kazi mnakuwa mkoa pole, lakini mkishapata kazi sasa, kazi yenu ndio hiyo kuzurura. Maana sio umeenda huku umekijua hiki, mambo mimi siyataki bwana. Usiniangushe. Sio unanielewa vizuri? Kama unataka kufanya kazi hapa, fanya kazi, utulie. Yule bosi wangu ana shida. Sawa? Basi songa kwa nguvu na utasikia huko. Ndio mwanangu nagoma kweli yani. Mimi nataka kufanya kazi bwana. Huyu Makayamba huyu jamani huyu. Simu, okay. Tuzuruzisha tu. Sije na hali. Washaanza tayari watu wako tayari mambo visimu sasa hivi. Sasa basi mbona nipige hapa? Yuko choani kwa napiga simu. Nataka mimi niende. Anakupigia? Ndio. Wewe ushaanza ujinga wako. Wewe umemwambia bosi wako umempokea yuko ndani. Haujaniambia hivyo? Ndio nimepiga simu swala namba yake ilivyoisha. Yuko huko choani huko. Sije tukomeni ndicho ni kakatala huko kwani. Wewe kijana matatizo sana. We Makayamba. We Makayamba. Kwanza. Nenda kamwangalie sasa unakapo nasubiri nini sasa hivi wote. Yaani mapepe wewe. Vijana sio akoja. Kuni kutafuta kazi ni. Makayamba. Wewe kumbe huko ndani rafiki yangu, mimi nakaa napiga simu upokei, kumbe huko ndani bwana. Yaani mimi nakupigia simu hupokei. Kwani wewe nani kwani? Unakuja na gonga langu ndani mimi besi wangu mimi. Wewe nitakuwaone. Kwanza nikisikiliza tu sauti yako wewe ndo Makayamba, si ndio? Ndio mimi. Ndio wewe, mimi nilikuwa naongea na wewe muda wote kwenye simu. Mimi ndio bosi wako. Bosi wako gani unamuongelea? Nakupigia simu upokei na muda wote tunakwambia kwamba nakuja na wageni wangu hapa. Inakuwaje sasa? Tunakutafuta wewe huonekani. Ulikuwa wapi sasa? Mimi wageni wangu kwanza umewapokea wageni wangu au? Kumbe wewe ndio ulikuwa unanipigia simu? Mimi ndio nakupigia, mimi ndio bosi wako, alafu unaniambia sijui bosi wako anakoga na kupigia kelele. Nakupigia kelele vipi wakati bosi ni mimi? Nani huyo? Kweli. Mabosi zako gani? Wakati mimi ndio bosi wako na nimekupigia simu, nakuja na wageni wangu. Nafika hapa nakupigia simu upokee. Wageni wangu nimewaacha hapa. Vipi, umewapokea, umewapeleka ndani au? Umeingia ndani umeshafika tayari. Wako tumbani kule. Mbona nywele kubwa? Ndio zilivyo. Mbona kidogo tu anamalizia. Kajitahidi sana blaza. Hii hatua. Bwana Gido. Awali. Vipi ndugu yangu? Ndo ameingia sasa hivi. Bwana Gido. Kaka. Yaani hapa kitu kilichokuwepo, huyu mdogo ni mzembe. Kwa sababu sisi tumefika yeye hayupo. Makayamba. Huyu Makayamba, sijui Makayamba huyu. Bwana bwana Makayamba mwenyewe bwana. Kijana mwenyewe ndo huyo. Okay. Utakuwa nayo bwana Makayamba. Umeona huyo? Sasa huyu ndio bosi wako. Basi mimi nimemjulia tu sauti. Unajua ndo mwenyewe. Sasa Makayamba. Umeona huyo?
Nimeona huyo. Umeona? Bwana Makayamba. Sasa umeona huyo? Huyu ndio bosi wako. Yaani aliyekuajiri wewe ndio huyu. Sio, umenielewa? Yule unasema anaoga kule. Yule ni mfanyakazi kama wewe. Yaani ni mfanyakazi mwenzio. Kwa hiyo mtakuwa mnashirikiana tu kwa ajili ya kufanyaje? Ya kumhudumia huyu bwana. Na yule wewe muona pale mwanamke yule ni mke wake huyu. Yaani ni mume na mke. Sidhani kama nakosea hapo kaka. Uko sahihi unachokiongea. Wani wewe ndo bosi? Sasa mimi nimekwambiaje? Au turudie kama tangazo la vifo. Huyu ndio bosi wako. Sawa? Kwa hiyo yule ameenda naye kule. Si nimekwambia yule ni mfanyakazi. Wewe mbona kuelewi? Yule ni mfanyakazi kama wewe. Na yule mwanamke ni mke wake huyu. Basi, sije mkaniambia mimi mbea. Mbea nini? Wewe mbona utuliwe unakuwa mapepe? Makayamba. Leta maji huko. Maji nimeleta huko. Tuongezee. Haya, naamka bwana. Nakuja hapo. Ndio vijana bwana. Sasa afya yangu. Hapa kuna kitu kimoja. Nashukuru lakini wageni wangu hawapo. Subiri bwana. Ngoja nimpelekee maji. Unajua mke wangu yule afu itakuwa sawa. Waacha tu hapa. Haina haja bwana ndo. Unapeleka wewe? Acha tu. Wewe si boss? Wewe tulia. Ule kwambia kitu usibishe. Mbona mbishimishe? Alafu wewe kumbuka yule ni bosi wako. Anachokwambia kitu utakiwa kumbisha. Sawa? Ndio. Maji haya. Mke wangu yupo ndani. Mnaoga wote? Sio naogopa mimi. Hebu chukua maji twende. Chukua maji twende. Twende wapi? Subiri. Kwani kula nioga? Wewe hivi ni macho yangu au nimeona vibaya? Acha nimuulize nani? Macho sio kwako wewe hapo. Niulize mimi wale macho yako unatumia. Sasa sinakuuliza sasa umeanda maji kule au kana nani maji? Wewe vipi? Yule ameanda tu maji. Sasa umeanda maji, unataka nimuulize nani? Wewe si ndio unajua, wewe si ndio jamaa zako. Sasa tufanye kitu kimoja, sawa? Yule watu kaokoe wewe. Kaokoe? Ndio, watapigana wale. Wewe sikiza nikwambie, wewe waache. Yule haifaa shokani. Wewe tuache mpaka tujue kitu gani kinachotokea. Umenielewa vizuri? Wakipigana wakiuana mimi sipo. Mimi siende jela, mimi fanya kazi. Wewe fanya kilichokuleta tu hapa. Achana mambo yao. Si umenielewa vizuri? Mkimaliza hapa kuoga, sawa? Mtanikuta pale tunatakiwa tuzungumze, sawa kidogo, sawa? Asante kwa maji. Chukua tena. Kaji bosi. Vipi? Safi. Naona umetoka kuwekea maji. Vipi? Kwani kuna shida? Shida ipo. Yaani badala ya wao wakuandalie maji, wewe ndo unaandaa maji. Mimi si nilikwambia mimi shorkani, hamna shida. Hilo yani wala lisikuazishe wewe. Lisikuazishe kwa sababu mambo ya kawaida tu yani. Blazo unaweza. Wewe? Wewe unaweza. Ila Gido mimi. Hapa kingeumana hapa. Hapa kingeumana. Sikiliza.
rafiki yangu nikwambie. Yaani kwa hilo ni dogo sana ambalo yani hata halina maana wala tusikuumize kichwa. Ila kwa wewe rafiki yangu usijaribu kwa mke wangu kufanya kama vile. Utakuja kuwa mbaya alafu utakuwa sio vizuri tutaona. Mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Labda nikwambie kitu kimoja. Wewe Sholokani mwenyewe unamfahamu vizuri? Namfahamu ndio. Kwenye ile kuchikochota sijui kama unakumbuka yalimshinda. Wale wamba yaliwashinda hayo mambo. Sasa naye kinakuelekea. Unakoelekea wewe. Yatakushinda. Wewe haiwezi kunishinda. Mimi nakwambia. Usilolijua ni sawa na usiku wa kiza. Wewe aache tu hayo kama yalivyo. Sasa ni kitu kimoja. Sababu nimwambia hapa wakimaliza waje tuzungumze hapa ili niwape taarifa kwamba hapa sasa hivi ndio itakuwa makazi yetu. Lakini sasa unajua lile jambo letu lazima ndio limetimia. Eti wewe walivyokuja wamepita mlango huu au mlango huu? Bale. Walipokuja walipita huko. Walipita huko. Wewe, Gido, hebu acha masiara. Wamepita mlango gani? Ushavuruga. Wewe Makamba, hebu acha masiara. Wale wageni wamepitisha mlango gani? Wamepita mlango huu au mlango huu? Moja. Wamepita huku, wale wawili wale wamepita huku. Mbili. Basi yule mwenye nywele kubwa amepita huku. Yaani umeharibu kila kitu. Na hapa ninapokuambia wewe kazi hauna. Kazi wewe huna. Ujinga wako unaofanya, uzembe wako. Nimekuleta hapa kuja kufanya kazi, wewe kazi yako kuzurura. Angalia sasa. Ungepewa maelekezo hapa sasa hivi. Umeharibu kila kitu. Yaani hapa tushakosea masharti, sijui itakuwaje. Hivi hao kweli nikiongea nao tunakaa kwenye nyumba hii hata 100 hatuna, watanielewa? Na huyo mfanyakazi na yeye mshahara wake sijamlipa. Atakubali kweli? Kwa nini lango limeharibu? Umeharibu mlango? Umeharibu mlango? Sinzina huyo. Yaani ndio umeharibu kila kitu. Sasa ninavyokuambia, wewe kuanzia leo hapa kazi yenyewe hauna. Ninapomjua ubosi, umeshamuuzi tayari, yaani umeharibu kila kitu. Makiamba. Mimi kwa sijui basi nisaidie. Okay, sasa hapa takufanya. Hebu nyanyuka kwanza, nenda kamwombe radhi, kamwombe msamaha, maana yake huyu anaweza akakutimua. Sasa hivi. Nani kwa sasa unasubiri nini? Bwana Makaya. Basi. Lo, wale samea tu. Leo kunisamea kuna kitu nitakwambia. Umesikia basi? Mimi nisamehe. Mimi nilikuwa sijui kwamba kule kwa baya ukipita. Basi wala hilo usijali kwa hilo. Mimi nishakusali kwa hilo. Kweli? Usinifukuze kazi bosi. Hapana, siwezi kukufukuza kazi. Haya. Bosi. Nataka nikwambie hivi. Lakini siseme. Siseme. Hebu niambie. Asi yule mwanaume yule na yule mkeo yule mimi hata sielewi. Kwa nini? Ana mwanzo pale walikaa hapo, mwanamke hapa, mkeo, mwanaume hapo, unaona? Basi wako wanafanya hivi. Hii ndo nini sasa? Walikuwa wanafanya mwanamke yuko hapa, mwanaume yuko hapa.
lakini usiseme kwamba nimekwambia mimi. Wanabusiana? Alikuwa na Nchumu. Basi sawa, kama kwa hilo wala usihofu wala usijali. Wewe achana nao, waone kama ni watoto wadogo tu, akili hawana wale. Wanacheza tu michezo ile ya kibaba na mama basi. Sawa? Basi. Wanafanya kweli wale. Na yule mganga, yule mtaalamu yule, sijui itakuwaje na masharti. Hao ashamu na masharti yenyewe. Kama huyu naye amekuwa ni mzembe, huyu naye ni mzembe. Hao watu sijui wakoje. Kama aliweza tu kukaa baharini miezi 7, sijui atatufanya nini. Wanajichezesha tu wale. Nimeona kabisa hapa ana Nchumu. Unaona? Mimi nilikuwa ninapita, unaona? Nikawatazama nikaona unaona ana Nchumu. Nikapita hivi, nikafikiria, nikafukuza, akatoka. Unaona? Ndio akaja kupita kule. Nikaona wakikaa hapo utakuwa jao. Ishakuwa changamoto. Wewe Makamba. Niko na hapa. Ngoja niwafanyaje? Nikawatoa kibabe ndio akaja kule, kafungulia, akapita ndani. Mimi ndani mule nikamwambia nyinyi sikilizeni. Unaona? Ndio hivyo. Sasa naona piga story na mfanyakazi wako bwana. Sasa kaka bwana, nilikuwa nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi nilikuwa namwombea msamaha tu bwana, umsamehe tu. Unamwombea msamaha? Sikiliza nikwambie. Mimi nishamsamehe. Yaani wewe achana naye kabisa. Ndio maana nakwambia hata ulivyomuona pale sijui anakoga na mke wangu, wewe mpotezee tu. Kama ambao mimi nampotezea. Unamchukulia tu kwamba yule akili hana. Wote wale kama watoto wadogo tu wale. Akili hawana. Hata mheshimiwa kuna jambo alikuwa ananiambia hapa, naenda namwambia wewe wachukulie tu kama watoto wadogo, wasameheni tu, waangalieni tu kama basi. Kaka, sio hao watu wako. Mimi niko na mama msamaha huyu bwana Makayamba. Kwa sababu ajua alichokifanya. Yeye anajua hata kinachoendelea. Niko na muomba tu hata usimfukuze kazi bwana. Huyu mimi na yeye tushazungumza hapa na tushaacha, tushasuluhisha, ashaisha, mimi asije mkasirikia. Basi nashukuru sana. Makayamba. Kwa Makayamba. Mwambie bosi wangu shamaliza. Haya. Umesikia? Bwana kuwaiteni. Hebu ngoja kwanza. Wewe Makayamba, hebu nenda kwa kamsikilize shemeji. Mimi na mazungumzo kidogo na bwana. Anawaita? Fanya haraka nenda tena. Wewe bwana vipi bwana? Bwana kaka. Sasa bwana kaka. Hebu kwa tuzungumzie masuala ya mtaalamu. Haya masuala ya kijana kashakosea yamepita. Yalopita si ndio ile tuganga anafanyaje? Yanaokuja. Kama unakumbuka vizuri yule mtaalamu ametupa dawa. Na ametupa na masharti yake. Kwa bwana watu wako wanaotoka huko wajapitie mlango huu. Na ninavyoona kabisa hawa hawajapitia hapa, wampitia mlango wa nyuma kule. Sasa mimi nilichokuwa nakuomba sasa hivi kwanza tutoke, twende kwa ule mtaalamu ili tujue tunafanyaje, atatusaidiaje. Sasa wewe umesikia tayari washatuita, ndio nilikuwa nishawaahidi twende tukazungumze. Tujue kwamba wanaishi hapa na tujue kwamba tunafanya nini kuanzia hapa maisha. Umeshanielewa? Sasa washaniita. Sasa tukisema tena tutoke, wao tuwaache tena bila kuzungumza nao, italeta kitu. Wacha tu mimi niende nikaongee nao. Mimi nitawakazia. Nitatumia pointi yao hiyo pale tulivyoona wanaoga pale. Nitaenda tajifanya tu na waigizia pale na wakazia kwamba nyinyi mmefanya nini? Uchafu sio na nini? Nikishaanza kuwavuruga na zile mada watasahau hata mada ya kusema kwamba kwa nini tuko hapa. Kwa hiyo unahakika kabisa jambo hilo wewe unaliweza? Mimi mbona naliweza tu fresh. Sasa kwanza nikawachimba mkwaa. Yaani kumbe nao muda mwingine unakuwa na kaza Wewe tulia, wewe utaona. Na kaza. Yaani kama ukiwa hivyo hapo yanapo baridi. Hapo fresh. Hapo
mimi nitawakazia. Nitatumia pointi yao hiyo pale tulivyoona wanaoga pale. Nitaenda tajifanya tu na waigizia pale na wakazia kwamba nyinyi mmefanya nini? Uchafu sio na nini. Nikishaanza kuwavuruga na zile mada watasahau hata mada ya kusema kwamba kwa nini tuko hapa. Kwa hiyo unawaga kabisa jambo hilo wewe unaliweza. Mimi bora naliweza tu fresh. Eti Sasa kwanza nikawachimbe mkwaa. Yaani kumbe nao muda mwingine unakuwa na kaza Wewe tulia, wewe utaona. Na kaza. Yaani kama ukiwa hivyo hapo hapo fresh. Hapo nimekubali. Ndio kama hivyo mwanangu. Mimi hili na hili sina, napigiwa simu kwamba bibie karudi yuko hapa. Sasa nikajiuliza, kurudishwa huko umeachwa, kurudishwa huko kuna tatizo gani tena limetokea? Imebidi nije nipate habari kamili kwa. Ni kweli kama alivyokupigia simu, kuachwa hajaachwa, ila yametokea tu madogo ya hapa na pale, kwa sababu baadaye ile ndoa ilivyopita. Kwa maana hiyo nilivyotoka naye hapa mimi nafika kule kwa mumewe kapata dharura siku hiyo hiyo, kapata simu ya kikazi, kaondoka. Hasa yule mkamwana tulomkuta kule ni kichomi ajabu rahmani. Tumefika tu kaanza kufanya vikumbo. Ndio pale mimi nikaona nimuache huyu binti, alafu huyu bado mdogo, waanze kupigana vikumbo vya makusudi, aje kupata madhara. Ule akidhurika, mimi mtu mzima ndo nitaondolewa akili. Nikasema itakuwa si vyema. Na mimi pale kwa ule mkamwana siwezi kukaa, kwa sababu hatuendani hata toni. Yani sitaki kumuona, namchukia kuliko shetani. Hapa unaposema mkamwana ndio unaona ukakasi. Ina maana mkamwana ina maana ana mke mwenzie. Ila sasa huyo mke mwenzie, hayo ambayo yalotokea huko alokuwa naye ndio alionisababisha mimi mpaka nikamtafuta huyu mjukuu wako. Kwa sababu gani? Mwari yule si mwari, bali mkigego. Hana nizamu hata tone wala heshima. Nikamlaumu ule mwanangu kwa nini amechukua watoto wa mjini. Ndio pale sasa nikaamua mimi kumtafuta mimi mwenyewe binti mwenye nidhamu zake na heshima na adabu. Maanake mimi nilichokuwa nataka heshima na adabu kwenye mji wangu, sio adabu za ovyo ovyo za kiuniuni. Sasa mwenzangu, kumbe ulilijua tangu wakati huo, hata kabla ya ndoa unajua kwamba mwanao ameshaoa. Sasa ungenitaarifu, tungekaa tunajua kwamba anaenda kwenye ukewenza. Sasa hata ukubali ukewenza kweli kijuujuu namna hiyo. Sasa inanitia wasiwasi sana. Mume kaja kuoa mwingine. Haya, kapelekwa kwa mume hayupo. Sasa hapo kuna ndoa kweli? Mimi naona tu bora mjukuu wangu mumpe tu talaka, arudi nyumbani, labda Mungu atampa riziki nyingine. Hivi mnamfungia riziki mjukuu wangu bwana. Kukaa anaweza akakaa, kwa sababu talaka ile inakuwa ni swala lingine. Alafu ni ghafla sana. Ndio maana mimi nilikuwa namuomba akae tu afanye subira. Hapana ndugu yangu. Kwa sababu kwanza hii ndoa inanitia na mimi wasiwasi sana. Pamoja na kwamba mmeficha kwamba kuna ukewenza. Haya. Kaolewa. Kuolewa kwenyewe kaolewa na shemeji, katumwa mtu kwa kumuolea huyo mume. Sawa, tumekubali. Sheria inakubali. Kapelekwa kwa mume hayupo. Anakuta na mke mwenza na bado tena unasema kahama kazi sijui. Haya, mawasiliano ya simu hakuna. Kuna ndoa hapo au ndoa hewa? Kwa upande wa talaka mwanangu Rupia, kwani wewe si unaweza tu ukavumilia angalau siku 2-3 hizi, tuendelee kufanya subira, tufanye maarifa kama tutampata? Hapo mama, hamna cha subira. Hamna subira yoyote. Sababu hii sio ndoano. Hamna chochote kinachoeleweka. Tumefika kule mambo ya mauzauza tu. Mara vikumbo, mara nini. Mama. Kwa hiyo wewe nipe tu talaka zangu, mimi nifanye mambo yangu. Kama talaka hizo 3 ziwe 6 ziwe ngapi nipeni, mimi nishachoka kuvumilia, siwezi. Kwenye swala la talaka ninaniwa ugumu sana, siwezi kulitolea maamuzi. Labda nimshirikishe na mwanangu. Mjomba. Wewe mjomba? Naam.
Hebu njoo kwanza. Kumbe kuna ugeni. Birupia, shikamoo. Marahaba, ujambo? Si jambo. Karibu kae. Hasa mjuba, nimekuita hapa, kuna jambo nataka tushauriane. Maanake mimi linanuia ugumu. Birupia hapo amempigia simu bibi yake kumwambia matatizo yanaendelea, unayajua yanayoendelea. Sasa ndio anaponieleza hapa kwamba yeye amechoka kufanya uvumilivu, anataka apewe talaka yake arudi nyumbani. Hapo sasa mimi ndo napata wakati mgumu, siwezi kwa kweli, nimeshindwa la kuzungumza hapo. Hebu tusaidie, sijui limekaaje hapo, kwamba utatusaidiaje? Ili jambo linapaswa kichwa kweli kweli. Birupia, ina maana unataka kuniambia kwamba uvumilivu umekushinda kumsubiri mwenzako? Mimi siwezi, nishachoka. Siwezi kuvumilia kitu ambacho kiweki. Yaani bora mwanaume ukanae ndani jue mna tofauti. Kile kuliko toka niolewe. Sijawahi kuona huyo mwanaume. Sasa wewe unavumilia nini? Siwezi kwa kweli. Siwezi kabisa kuvumilia. Bora tu nipe talaka basi. Sawa. Nimekusikiza vizuri sana Birupia. Ila kama mnavyojua kabisa hii process ilitukosti sisi. Yaani inamaanisha kwamba tulitumia gharama zetu. Kumtafuta mshenga, kutafuta mahali, kuja kuoa, mpaka shughuli nzima. Imemaliza pesa nyingi sana. Sasa tulitaka kujua, je, mtaweza kurudisha gharama zetu? Hicho kinakuwa kitendawili. Tena kitendawili tega. Unajua ndoa ni kama mkataba. Sasa tulishaingia mkataba na sisi sio tulioshindwa mkataba. Nyinyi ndio mmeshindwa mkataba kuutimiza kwa sababu ya vikwazo vyenu mlivyokuwa navyo. Laiti kama tungejua kuna ukiweza, tungekuwa tumejua labda kulikuwa na afadhali fulani. Kwa sisi sio wa kurudisha mahari. Hatuna sababu hiyo, kwa sababu sisi ndio tulioshindwa, mmeshindwa nyinyi. Ni kweli, lakini na sisi pia bado hatujashindwa kwa sababu bado si hatujamwacha. Mimi bado namtambua kwa kabisa kwamba Rupia mimi ni mka mwanangu. Bado namtambua ni mka mwanangu na hatujashindwa, hatujafikia mahali kusema kwamba tunamwacha. Kwa maana hapo bado hatujaweza kusema kwamba tumeshindwa tufike kuvunja mkataba. Bali yeye ndio anataka kuvunja mkataba. Ila ndio pale ambapo sichoki kuendelea kumuomba. Rupia mwanangu, narudia tena kukuomba. Hebu mama jitahidi, hebu fanya subira. Huenda Mwenyezi Mungu akaleta kheri zake. Mama mimi siwezi kuvumilia. Sababu mimi mwenyewe umri wangu bado unadai vitu fulani. Kwa hiyo mimi siwezi kuvumilia. Kama mnataka nivumilie, mpigeni simu aje tulale leo kama mke na mume. Kesho tunajua tunavumilia, lakini kwa hapo siwezi kuvumilia. Kama vipi chakula basi nekeni mafuta, maana sielewi. Hii ndoa gani jamani? Nipeni talaka yangu, nimechoka. Sio, mnanielewa? Hapo bado inatuia ugumu. Kutoa maamuzi sahihi kwa haraka kama hivyo bado ni vigumu. Labda mtupe muda tuweze kujadiliana na familia ili tujue kwamba tunatoa maamuzi gani. Lakini hivi ni haraka sana. Ni magumu kutoa majibu kikao na familia. Mimi mwana familia pia, kwa hiyo nataka nijue mwafaka unaishaje. Rupia, hili jambo halihitaji hasira, sawa? Linahitaji hekima kidogo. Kwa hiyo kama alivyosema pale shangazi, ngoja tukae sisi kama familia, maana sisi familia yetu tuko wengi sana. Na majibu atakayokuwa wametupa, tumejadiliana kwa pamoja, basi tutawapa ili tujue ni namna gani tunalitatua hili swala. Sawa. Lakini nitoe angalizo tu kwamba hiyo subira isije ikawa tena wiki mbili. Mtu anasubiri. Mjukuu wangu bado mdogo huyu, kama alivyosema. Haki ya ndoa anaitaka. Anaumia, anateseka. Kweli tutajitahidi, tutatoa taarifa mapema.
Halo mjomba. Mjomba, vipi? Naona hata kuja kutembeleana hakuna. Vipi? Kikusibu nini wewe? Wewe acha tu mjomba. Si unajua tena mjomba, mjini mambo mengi mjomba. Mambo mengi ndio mpaka hata kuja kumuona mama yako huku mimi, Mjomba tusamee bure tu. Hata hivyo, hata mimi nimewakumbuka sana mjomba. Nikipata muda nitakuja kuwatembelea kwa kweli. Kuna kijana hapa naishi naye hapa, ni mlinzi. Alikuwa ni mlinzi wa Wali. Sasa amerudi nyumbani. Na maana ameshaniambia Wali anaishi wapi na mawasiliano yake pia amenipatia. Mjomba unasemaje? Kuna kijana anaishi naye hapa, amenipatia mawasiliano ya Wali tayari. Bwana Mungu mkubwa sana mjomba. Na Mungu ni mkuu wa rehema na mtenda mingi miujiza. Naweza nikapata hiyo namba mjomba? Unaipata tu, hamna shida za mjomba, lakini hapo nyumbani tunaendelea. Mjomba, kiukweli tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri mjomba. Subiri hapo. Subiri. Na kutoa macho leo. Mjomba. Mambo yaishe leo. Unaogopa nini? Nataka talaka yangu mambo yaishe. Sitaki mambo mengi. Usilete mambo mengi, nishachoka kuvumilia. Mjomba mimi ndo naogopa. Wewe mama mshenzi sana. Haya. Naam. Mama. Nini kinaendelea? Kinaendelea ni namjui, nimechoka kuvumilia. Nataka mambo yaishe leo. Nataka nimtoe macho huyu mama yenu. Nataka mambo yaishe. Wiki mbili zimepita, leo vipi? Siku ngapi leo? Si mwezi huu. Mama. Nini kinaendelea? Kinaendelea ni namjui, nimechoka kuvumilia. Nataka mambo yaishe leo. Sitaki mambo mengi. Kisu. Wewe umeshika kisu? Sitaki mambo mengi. Sasa wewe. Mambo mengi. Wewe sikiza. Sasa ndio umshikie shangazi kisu. Sikani bila kutoa naona hamna kitu chochote. Bila mimi kwenda jela sio ni shida. Nataka talaka yangu nifanye mambo hapo. Mnanibana nini? Nataka niwe huru jamani, vipi? Hapana, hata kama kukuacha basi tutakuacha. Kwani ni kwa shari kama hivyo paka na visu jamani tuuane? Wewe mama wewe. Yaani amekazana mambo yaishe. Sasa sikiliza. Umesikia? Unachotaka si unataka mambo yaishe? Yaani leo. Basi sawa. Tupe muda wa masaa haya mawili. Masaa mawili wiki mbili. Yaani leo kama jua hili alijazama, sitaki mambo mengi. Yaani leo nipo na wewe humu ndani. Usimwona ataondoka wewe mjumba sio mjumba. Yaani leo jua likikuta mambo yangu yani na kutoa macho yako. Tupe masaa mawili tushakwambia. Sawa. Tukae tujadiliane, tujue namna gani unaweza kupata talaka yako, sawa? Hicho si talaka? Haya, tupe masaa mawili. Angalie tu. Nitakukoa. Na wewe shangazi, unaona watu wengine vichana tuletea. Naona sasa barabara. Sasa na wewe kosa langu nini? Wewe unaona mimi nimekosa na kisu kule, alafu na wewe unakuja kuniletea moto wa nini? Yaani kama nimetoka salama, namshukuru Mungu. Ndio shida ya kwenda kuoa kwenye familia ya kichaa. Yaani binti ni kichaa, yaani kama sio mwehu kabisa. Nakwambia, yaani kifo nilikuwa nakiona live bila chenga. Unajua live? Naona ungekufa. Basi sawa, sasa tuachane na haya. Mimi nilikuwa nje naongea na simu. Sawa. Mjomba alinipigia simu wakati mnaendelea na haya makelele yenu. Mjomba alichoniambia ni kwamba Wali amepatikana. Yaani kifupi ni kwamba mawasiliano ya Wali yamepatikana. Is available. Wali amepatikana. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu ni mkubwa jamani. Namshukuru Mungu. Wali kupatikana itakuwa salama yangu. Hebu niambie sasa tunafanyaje? I have an idea. Kama kawaida master plan. Nafikiri tupange plan. Sasa plan. Angalau roho nishuke na mimi. Kinauma. Wewe. Unaona? Ndio hiki mimi ninachokiongelea. Sitaki kukiona tena kwenye macho yangu. Upuuzi gani huu? Yaani nyinyi
Yaani mnakaa mnafanya uchafu mbele ya watu kama hivi. Sasa mimi mpaka nazalilika. Sitaki tena kuona upuuzi kama huo. Naomba talaka yangu. Unasema? Nipe talaka yangu, mimi nikafanya mambo mengine. Lakini shemeji. Amna sio shemeji. Mimi sio shemeji yako. Unaelewa? Halo. Kicheko. Vipi, umefika salama nyumbani jana? Sawa. Na mjomba vipi? Umemkuta yuko poa? Ni kweli mimi nilivunja laini, nilikuwa sitaki kabisa mawasiliano yao kwa sababu walikuwa wananichanganya. Shangazi amefariki? Wewe, kafariki muda gani? Asubuhi ya leo? Inna lillahi wa inna ilaihi. Sawa Kicheko, hamna shida. Kaka, ni kweli? Shangazi yangu amefariki. Shangazi amefariki? Alikuwa na wewe shangazi? Sijui, mimi niambiwa tu kwamba ameamka asubuhi tu kamkuta kishanyoka. Hajapata ajali yoyote? Hapana, hajapata ajali. Niambiwa ameamka tu tayari huko. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Sasa tutafanya nini jamani? Sasa twendeni nyumbani. Japokuwa shangazi alikuwa anipendi. Turudi tu nyumbani basi angalau watoto kanifike. Makayamba yuko wapi tushie mabegi yetu? Uwe Makayamba? Makayamba? Uwe Makayamba? Kiasi kwamba yani sina cha kuongea. Yani nimekerekwa, hakuna siku umenikera kama ambavyo ulivyonikera kipindi hiki. Kwanza ni aibu, umenidhalilisha mimi kwa watu niliokuwa nao. Unajizushiaje kifo? Huoni kwamba unajitabiria mabaya? Huoni kwamba yani sijui hata niongee nini shangazi. Kwanza nimevunja mipango yangu mingi kwa ajili ya hili swala lako. Sasa mwisho wa siku yani unachokizungumza unajisikia au unaropoka tu mlimradi umejisikia kuropoka? Hivi unajua ni mangapi mimi nilokumbana nayo? Nasema na wewe, unajua ni mangapi nilopambana nayo? Mitihani mingapi mimi nilionipata? Wewe ungenikuta mimi. Hayo nilokutana nayo, nilikuwa nakufa. Wala usingenikuta salama. Nimeshikiwa kisu mimi nataka kuuawa. Leo unakuja unaropoka tu from nowhere. Nani aliyokushikia kisu? Sio mwanamke anadai talaka yake. Huyo mwanamke si ndio nilokuambia nimekuolea. Unafanya tu mambo unavyojisikia mwenyewe. Wewe ndio unonidhalilisha mimi na sio mimi nimekudhalilisha wewe. Shangazi, lakini mimi nishawaambia mimi na mke. Sasa mimi nimemuoa saa ngapi? Wewe alafu usijizime data. Ina maana wewe siku zote vile tulivyowasiliana na nikamleta mpaka kule mkaja mkanikimbia mkaniona mimi mpumbavu. Leo unakuja kunya usi ndio mke wako alokuoleka kako. Alafu unaniuliza maswali gani ya kipumbavu hayo? Mimi mke ninaye shangazi. Na mke wangu ndio huyo umemwona nje hapa. Yule ni familia hii. Na umegoma aje hapa kama mke wangu kwenye kikao cha familia. Yule ni mke wangu. Simtaki nishakwambia mwanamke gani mshubwale wewe unakuja kuniambia mwanamke. Huyo sio mkeo na upate radhi zangu, yule sio mkeo mpaka nife. Sijui kama unanielewa. Basi shangazi Aisha. Pointi kubwa mpaka ukaniita mimi sijui mnatengeneza ujinga kwamba mimi wewe umekufa. Pointi kubwa hasa hiyo kufanya mimi nitoke na familia yangu kule hapa nije hapa ni pointi gani? Uje umuache umpe talaka yake aondoke, mimi anataka kuniua. Amechoka uvumilivu, amevumilia, ameolewa, amekaa bila tendo la ndoa, kachoka mtoto watu ataka kuondoka. Na sitaki unikorome. Hivyo umekuja, mpe talaka mtoto watu aondoke. Na mimi nipumue. Nimechoka jamani, nimechoka. Bwana mtu sana kwa talaka, tuondoke tu. Bwana twende kwetu. Sikiliza. Hapa lazima sheria ifuate mkondo wake. Mimi siwezi tu nikaondoka bila kuchukua talaka. Ina maana nitakuwa sijaachika, alafu nitakuwa sina uhuru wa kuolewa na mtu mwingine. Ina maana mimi hapa lengo langu nichukue talaka yangu, twende tukaishi.
Yaani kibidi na mali kabisa sasa hivi kama vipi tugawane kila kitu, anipe changu mimi niondoke. Sikiliza, wewe unanipenda? Mali za mimi kwetu kuna mali nyingi. Muongo, wakati mwenyewe ulisema kwamba kwa ni maskini. Mimi sio maskini. Kumbe kuna ugeni hapa. Shikamoo. Malaba. Kwema kabisa. Shemeji. Mbona uko hapa? Wali uko wapi? Wali uko ndani. Talaka inaitwaje? Mimi ndoa mpaka iswihi ikae sahihi kwamba hii ni ndoa, mfanye tendo la ndoa. Mimi nimefanya naye. Hujafanya naye tendo. Sheria inaruhusu kwa sababu uliolelewa na kaka yako. Naitwa Rupia Saidi. Eti wewe? Uliniona mimi nakuja kukuoa? Kwani mama hapo amekwambiaje? Sema kwamba ngoja kuniolea ndugu yako. Hebu nipe talaka yangu, acheni mizungushi. Kwa mnagombana nini? Nipeni talaka yangu mimi nipite zangu hivi. Mambo mengine mtajua na yenyewe na familia. Yaani usu. Basi yaishi. Si talaka tu. Ndio. Kuanzia leo anaitwa nani? Simjui hata jina. Anaitwa nani? Sema jina huko upewe talaka yako. Jamani nina wazo. Rupia. Rupia? Rupia nani? Una baba? Mengine utamalizia ukatoka ndikala na mambo ya papa. Birupia Saidi. Kuanzia leo wewe si mke wangu. Ondoka zako. Nataka karatasi, bibi yangu nampelekea maneno mimi. Wewe vipi, mmechanganyikiwa? Bibi yako. Kwa talaka si tamko tu, ulikuwa talaka ni nini? Baba ndoa mngetoa tamko basi. Mbona mlikuja kule kwetu? Shangazi. Naandika magazeti ya Uhuru hapa na Nipashe au? Kwani vipi umenisahau? Wewe, jina taja huko. Taja namba yako mimi nikutumie message utampelekea bibi yako. 0685400685. Message hiyo upelekee bibi yako. Hiyo ndo namba yako. Ukitaka kunipigia nipigie. Bana nikachukue mabegi yangu mimi niondoke. Maana nimegomboka. Mauza huko ndani. Shangazi, kesi imeisha. Sawa. Mimi sasa hivi kule mlipokuja mimi nimehama, sipo. Kwa hiyo nipo huko kwenye nyumba yangu nilikuwa najenga. Kwa ukinihitaji mimi nipo huko. Naomba ruhusa yako niondoke na mke wangu. Sikiliza nikwambie vizuri kwa makini. Yaani uende kwenye nyumba yako, uende sijui kaburini kwako, sijui uende dunia gani. Mimi sasa hivi na wewe, umenichosha, nimenawa mikono, nimenawa. Basi sawa. Nipo ndani. Sawa. Wewe karibu nyumbani kwangu. Uje, usije, sawa. Mimi nitajua sina shangazi. Yaani nisikilize nikwambie. Usiseme siwapendi. Sema sikupendi wewe kutokana na tabia zako za kipumbavu ambazo umeshindwa kunisikiliza. Mpaka sasa hivi umesababisha ugonjwa wa moyo. Shangazi. Kakako hana shida, ananipenda na ananisamini huyu. Sasa mbona zogo mnaombana nini? Shangazi. Huyu mwanamke mbona anaondoka? Kuna nini tena kinaendelea? Sema ondoka, ameshaachwa akapewa talaka. Kwa nini umefanya hivi? Kwa nini umeshindwa kunishirikisha kwenye hili? Umeshindwa hata kuniita basi mkanishirikisha tukajua tunaamua maamuzi gani au tunapanga plani gani? Mimi mambo ya Wali, yani skendo za Wali zilishanichosha. Yani mimi hapa nilikuwa nataka kupumua tu. Kashaondoka huyo, niacheni na mimi nipumue. Skendo za Wali zimechosha na sitaki tena kuzisikia. Albab. Ina maana na wewe umeridhika na hichi kinachoendelea? Albab. Kwanza umemsikia shangazi? Anamtusi mke wangu. Inakuwaje? Ndio maana mimi nasema shangazi hatupendi huyu. Ni mwanamke. Huyo wenyewe mwanamke. Gume liloshindikana na mtu gani lifucking. Unajua Wali, siku zote lisemwalo lipo ndugu yangu. Na kama halipo linajongea. Huyo unayemuita wewe ni mke, mimi ninatoka hapo nimemuona anashikana na kajamaa fulani hivi kana vilasta hivi. Kama vitambi. Sasa sijaelewa.
Mkeo kachanganyikiwa na vile vilasta, ukachanganyikiwa na nini? Si ndo hapo kwenye nywele kama nani hii uyoga? Babu, ngoja kwanza, mimi sijaelewa. Umemuona kwa macho yako au umeambiwa tu? Yaani wewe ndugu yangu, inawezekana kabisa aliyekuloga ameshakufa. Nimemuona kwa macho yangu mimi. Anashikana na kajamaa fulani hivi, nakwambia hapo tu wanashikana sasa hivi, wanashikana au sijui ndo malavidavi, sijui malavlavu hapo nje. Ndio. Kama bwege lione kwanza hilo jisura lake. Twende. Mimi siamini. Umeona? Shangazi. Albabu. Acha unafiki. Shangazi, Albabu mnafiki. Wanashikana wapi? Albabu, nionyeshe wapi wanashikana. Albabu, unajua wewe una macho lakini hali bado kipofu. Huyu sio mwanamke huyu. Nimekwambia hivi, wewe ni bogus. Yaani lina kile alijielewi. Shangazi, Albabu ni mnafiki. Wapi wanashikana? Wacha mke wangu mko nashikana wapi? Nionyeshe ushahidi huko. Unafiki wangu kwa wapi? Huyu mwanamke mimi nimemwona kwa macho yangu anashikana na huyu kijana hapo. Sasa unafiki wangu kwa wapi ndugu yangu? Nionyesha. Shangazi. Wapi? Samahani mke wangu. Hivi hii ni familia yangu, lakini naiombea samahani kwa sababu hawaelewi wanachokifanya. Unamwambia nini mara ya sugu huyu? Kio, unafanya nini sasa? Mbona unataka kunizalilisha? Unashangani? Albabu, mke wangu anafanya nini tena hapa? Wewe tulia Albabu, haya ndio uliyataka. Tulia vizuri, dozi kuingie. Tulia. Albabu ananizalilisha mimi. Twende shemeji. Endelea. Wewe ulisema hakudhalilishi. Endelea. Nisikilizeni tena, msikilize kwa makini. Huyu mnayemwona hapa ndiye mume wangu, mpenzi wangu, mabuba wangu. Unaelewa? Mke wangu Kimewaka. Sijasikia au ni masikio yangu? Hujasikia nini? Toa talaka ya watu. Hii ni mara ya pili ujue unaongea mke wangu. Hebu unataka nini? Hamna cha mke hapa. Kwanza walisikiliza nikwambie. Haya mambo ya familia yako nimeshanichoka kabisa, hata hapa rohoni sitaki hata kuyasikia. Familia yako makelele, wewe mwenyewe makelele. Yaani hata siwapatii picha. Kifupi tu, naomba talaka yangu. Mimi niondoke na mpenzi wangu nimpendaye, nikafanye maisha huko. Niwaache na maisha yenu, niwaache na kelele zenu. Umechanganyikiwa? Unajua nitakupiga. Umechanganyikiwa? Wewe vipi? Sikilizeni nikwambie. Hapa mambo yasiwe mengi. Wala isiwe makelele, kwanza kupishana, Hapa mimi hamna mtu anaweza akanipiga wala kunifanya chochote. La kwanza. Alafu la pili. Wewe, unaongea nini? Wewe si mfanya kazi tu. Wewe ni mfanya kazi tu kwangu. Albabu, hebu tulia. Haya ndio uliyataka ndugu yangu. Na siku zote ushaambiwa mchuma janga hula na wakwao. Ushalichuma janga, sasa unakula na wakwenu. Tulia dozi kuingia. Acha mimi tulia Albabu. Huyu ni mfanya kazi tu huyu. Albabu ni mfanya kazi wangu mimi huyu Albabu. Sawa ni mfanya kazi lakini kakuzidi kete. Tulia. Ananichukulia mke wangu Albabu huyu. Uliyataka wewe mwenyewe na sisikia la wazazi. Hata msikia la nani? Hata sikia la ulimwengu. Tulia, limeshakukuta. Tena tulia. Guys. Huyu anataka talaka. Mpe talaka yake sasa hivi. Utatoa utoi. By force. Anyhow. Talaka yake patikane sasa hivi. Ni amri. Usikilize. Uwe maskini uliokuja kuomba hifadhi kwangu, nikupatie kazi. Mimi talaka sitoi. Kinachofuatia sasa, mimi namchukua huyo naondoka naye kinguvu. Huwezi kuondoka naye. Siwezi kuondoka naye. Huwezi. Ngoja nikuonyeshe kama maji hayapimwi kwa mguu. Huwezi kuondoka naye. Mke wangu. Mke wangu.
Maya. Majini. Leo umekumbana na majini baba. Wewe ulikuwa ukiambia usikii. Alba. Ukiambiwa kilanga komo. Ndio hiki cha leo. Hiki ni kilanga komo. Umejichanganya wewe, umejichanganya. Mwishoni umeangukia kwenye majini. Baba, hilo lako linakuhusu mwenyewe. Tuondoke shaka. Na majini baba. Tuondoke. Alba. Haya umeyataka baba. Sawa, siku zote wanasema kwamba mchuma janga ula na wakwa, lakini mwana kulitafuta ndio mwana kulipata. Umelipata baba. Hilo lako mwenyewe. La majini. Sisi hatusiki. Majini. Tuondoke. Na majini baba. Tuondoke. Baba. Maya wangu. Maya. Maya, wewe ndio umeniacha Maya. Nilikuwa bado nakupenda mke wangu, lakini siwezi kukulaumu wewe kwa sababu mimi ndio mwenye matatizo. Sina uwezo wa kumwingilia mwanamke mimi. Sina uwezo wa kufanya chochote mwanamke. Una haki ya kwamba utakuwa na nani tena? Mungu, naomba nisaidie nirudi kwenye hali yangu nzima. Sina uwezo wa kuishi na mke. Sina uwezo wa kumwingilia mwanamke mimi. Nina matatizo. Mungu nisaidie. Alba, nimesikia yote ambayo umepokea huko. Kama yote yana ukweli, basi pole sana ndugu. Kumbe mwanangu una matatizo siku zote usemi. Mficha maradhi kifo umuungua. Shangazi, mimi kila siku nakuhukumu baba. Najua kweli mwanangu una matatizo, kumbe una matatizo usemi. Ungeniambia mimi nisingekulaumu hivyo baba. Shangazi, mimi nilikuwa naona aibu shangazi yangu. Nilikuwa naona aibu kwangu shangazi. Albabu, mficha uchi azai mdogo wangu. Sema, nisingefika hapa yalipofikia baba. Basi, nyamaza mwanangu. Hakuna lenye mwanzo likakosa kuwa na mwisho. Tulia baba. Mimi nilikuwa sijui. Tumejua tutalifanyia kazi. Nitakuisha baba. Shangazi. Albabu, mimi nina mtaalamu ambaye anaweza kabisa kumsaidia ndugu yangu. Na imani ninaweza kukupeleka na kila kitu kikawa sawa. Na utakuwa baba tena, na utakuwa rijali kama wanaume wengine. Kweli baba. Kweli baba. Basi nyamaza.